Habari zenu? Tumepoa. Dakika 90 kwa namna gani hasa? Kwa kweli tunasema kwamba tunacheza vizuri, lakini bahati haikuwa ya kwetu, na huu ni mpira. Usipotumia nafasi zako vizuri unakuja kujuta baadaye. Kwa hiyo kwenye mpira ndio matokeo. Tumecheza vizuri lakini matokeo sio mazuri. Sasa najua kwamba watu wanajazba kwamba kocha hawamtaki, lakini kocha afanye nini wakati wachezaji wetu wamekosa magoli za wazi? Na kama tungekuwa tumefunga magoli mawili kipindi cha kwanza, tungekuwa tunamsifia kocha. Sawa. Kwa hiyo naomba wanachama wawe na subira, bado mashindano ni marefu haya, bado kuna pointi 12 za kwenda kuvuna, tutatoka. Unaona, kwa hiyo naomba tu wanachama na wapenzi, najua hawajafurahi, lakini wawe na moyo wa kusapoti timu ili tuweze tukapata matokeo. Mechi ya 3 nyumbani mnakosa matokeo. Mechi ya 3 mnakosa. Sawa, tunafungwa, lakini tusubiri tuendelee na mashindano haya, tunaangalia yatakayotokea. Lakini nyinyi wote ni mashuhuda na wapenzi ni mashuhuda kwamba tumekosa magoli mengi sana. Sasa kocha anakuwa na shida gani? Kocha hawezi akafunga mpira. Kocha kazi yake kufundisha, lakini ukikosa mwenyewe alafu unamrukia kocha. Kwa hiyo tuwe wavumilivu na tuweze. Wanasema michuano ya kimataifa matumaini yanakuwa uwanja wa nyumbani. Kucheza mchezo wa kwanza nyumbani inaleta ishara gani kwa kama kwa safari yake? Kikawaida mwanzo mzuri ni nusu kumaliza kazi, lakini imetokea bahati mbaya, tumefungwa, lakini tuna timu nzuri, tutaweza kuendelea na mashindano na kufika robo fainali. Kama zote hizo ambazo unazisikia za mashabiki wa Simba, pengine ulivyoona na ulipotazama wewe, ni ubora wa kocha ama pengine ni nafasi anazotumia za wachezaji ndio zimeangusha leo? Labda niseme ni siku tu, siku haikuwa ya kwetu. Sawa, sasa tunawasikia wanachama, tutaifanyia kazi, tutaangalia. Tutafanya kazi swala la mwalimu. Mimi sina shida na mwalimu, tusubiri tu ili timu itakaa vizuri. Wachezaji ambao wanalalamika kwamba wana maneno mengi na nini? Wapo ambao wanalalamika kwamba wachezaji mnasifu sana lakini uwanjani hawana kitu. Sasa unajua ukishafungwa kunakuwa na lawama 50. Ukishinda kila mtu anasahau kwamba mchezaji kacheza vipi. Hata kati ya goli 4 hizo tungepata goli 2 bado kungesingekuwa na makelele, lakini ndio mpira. Unaona, huwezi kufurahi kila siku, lazima umshukuru Mungu kile kilichopatikana. Mzazim, wengi walikuwa wanaona wajaji Yanga jana ndio kama kundi gumu, yeye apata matokeo, lakini kwani inaonekana kama Simba ana nafasi nyepesi zaidi, lakini sofa Simba ndio timu pekee ambayo kundi lake imepoteza. Nadhani nini kimekwamisha? Nasema tu ni siku mbaya kwa Simba leo, tumekosa magoli mengi na tukafungwa goli ambalo halikuwa na kasi yote, lakini basi ndio matokeo ya mpira. Yanga ameshinda, inatutia na hamasa kwamba na sisi tufanye vizuri. Kwa hiyo haina shida. Kwa namna ambavyo umekiona kikosi chako kucheza, unaona mna nafasi ya kwenda robo finali kwa namna ambavyo kikosi kimecheza? Tunayo nafasi na tutaweza kuwafunga hawa kule kwao. Hiyo nakwambia wazi. Kwa hiyo watu wawe na subira. Asanteni. Wengi wanasema kwa Mkapa hatoki mtu, na hii ni Simba Fans TV. Usisahau kusubscribe na like na kushare na wenzio ili wa kwanza kupata taarifa kutoka ndani ya kabako wa Simba Sport Club. Na hii ni Simba Fans TV, tunasema sauti ya mashabiki.
Yes, wanafamilia Simba Fans TV, kama unavyoona ulinzi ukiwa umemalishwa katika viunga vya Benjamin Mkapa kuja kumshuhudia mnyama akifanya yake hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunasema kwa Mkapa hatoki mtu. Mchezo wa leo ni Simba dhidi ya Petro Atletico, mchezo ambao mashabiki wa Simba kiwa naangalia kwa jicho la tatu kwa na moja nyingine kuweza kupata alama tatu ili kuweza kuongoza kundi kwa kishindo zaidi kwa magoli mengi katika mchezo wa siku ya leo chini ya kocha Pantevo. Wana Simba na imani naye kuelekea mchezo wa siku leo, lakini pia wakiwa na imani na wachezaji ambao kuna moja nyingine ambao wataweza kuibeba Simba siku leo, kina Kibu Dennis Mpanzu pamoja na wengine wengi, lakini bila kumsahau Lucien beki ambaye kuna moja nyingine ameweza kuwa kitasa katika klabu ya Simba Sport Club na amekuwa na uhakika kupata namba moja kwa moja chini ya kocha Pantevo.